Bwana, kwa siku ya leo inaweza ikawa ni siku ambayo sio nzuri sana kwa shabiki ama mdau au mwanachama wa klabu ya Simba, kwa sababu pamoja na yale matokeo ambayo wameyapata kwenye upande wa ligi ya mabingwa Afrika na kuwafanya mashabiki kuwa na hisia tofauti tofauti, wengine wakiwalaumu viongozi, wengine wakiwalaumu wachezaji, wengine mpaka kufikia hatua ya kumwataka mwenyekiti mzee Mangungu pale uwanjani ile siku ya mechi walipocheza na Esperance de Tunis. Lakini kwa siku ya leo pia ni siku ambayo imekuwa kitofauti zaidi, kwa sababu baadhi ya mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wamefanya mkutano na waandishi wa habari na kuzungumza mambo tofauti tofauti kwa hisia ambazo zimewapelekea wengine wakifika mbali zaidi, ama ule mkutano ambao wameuita wanachama hawa ni kwa kuangalia zaidi kile ambacho mwekezaji au niseme rais wa heshima wa klabu ya Simba Mo Dewji amekuwa akikifanya. Wengi wao wakiamini mzee Mangungu anapopelekewa lawama za matokeo ambapo timu inayafikia au timu inayapata ni kitu ambacho sio sahihi. Kwa maana hiyo wameona solution la timu ili kurudi kwenye mstari ambao ulikuwepo ni rais wa heshima Mo Dewji kuondoka kwenye nafasi ile aliyopo. Mashabiki kama Dr. Mo na wengine ambao walijikusanya kwa siku ya leo, GB 64 naye pia akiwemo, walimpa masaa 72 Mo Dewji kuondoka katika nafasi ile ambayo aliyopo, ili watu wengine basi waweze kuingia kuchukua nafasi ile na kurekebisha yale madudu ambao wanaamini yapo katika upande wa Simba. Lakini sasa kuna kosa moja ambalo walikosea kulifanya wakati wanazungumza kwenye mkutano ule na waandishi wa habari. Hawa mashabiki walitumia logo ya Simba, lakini sio tu logo ya Simba, wametumia mpaka wale wadhamini ambao wanadhamini Simba kwenye bango ambalo waliliweka au walilitengeneza kwenye kutumia kwenye mkutano wa waandishi wa habari, kitu ambacho kimepelekea imekuja kuwa na sura ya tofauti zaidi, kwa sababu Simba baada ya kuona ule mkutano wa waandishi wa habari na kuwa na reaction tofauti tofauti huko mitandaoni, watu wengi wakiufuatilia, watu wengi wakichangia maoni yao kuhusiana na kile. Kwa hiyo Simba ikaja kureact na kutoa taarifa kwa umma ikizungumza mambo yafuatayo. Taarifa ya Simba imesema hivi: leo tarehe 5 Februari 2026, baadhi ya watu wametumia nembo mbalimbali za wadhamini wa klabu yetu katika mkutano wao. Klabu ya Simba inatoa onyo kali kwa kuwa mkutano huo haukuwa mkutano rasmi unaotambuliwa na klabu. Taarifa ikaendelea kusema ya kwamba klabu itachukua hatua kali za kisheria dhidi ya wote waliotumia nembo za wadhamini bila ya ruhusa rasmi ya klabu. Hiyo ndiyo taarifa ambayo imetolewa kwa upande wa Simba Sports Club kwenda kwa wale mashabiki ambao waliita mkutano wa waandishi wa habari na mwisho wa siku kutumia hiyo logo ambayo ya wadhamini ambao wanawadhamini kwa upande wa Simba. Lakini wakatoa taarifa nyingine pia, wakasema bodi ya wakurugenzi wa Simba imesikitishwa na vitendo vya baadhi ya watu kuitisha mkutano na kutoa maneno ya kashfa na kauli zisizo na staha kwa mwekezaji wa Simba ndugu Mohamed G. Dewji. Vitendo hivyo visivyo vya kiungwana havikubaliki. Uongozi wa klabu unatoa pole kwa ndugu Mohamed Dewji. Lakini ikasema pia, aidha uongozi wa klabu umeliandikia jeshi la polisi kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote waliohusika katika mkutano huo ama kula njama na kuwafikisha katika vyombo vya dola kwa makosa ya jinai. Wakamaliza kwa kusema bodi inasisitiza kuwa haitabariki wala kuvumilia mtu yoyote atakayeharibu taswira ya klabu kwa namna yoyote yule. Haya ndio ambayo inaendelea kwa upande wa Simba, mashabiki wakitafuta ile amani ya mioyo yao kwa kupata matokeo kwenye michezo, lakini wakiamini chanzo cha matatizo yote haya ni kuwepo kwa Mo Dewji pale kwa muda mrefu kwenye nafasi ile. Kwa hiyo naamini kuna vitu ambavyo ameshindwa kuvitekeleza. Lakini kwa upande wa klabu na wenyewe, kwa taarifa, wamekuja kureact kwa hiki ambacho wamekizungumza kwa siku ya leo. Wanaona Mo Dewji hajafanyiwa fair na mashabiki kwa kile ambacho wamekizungumza, lakini vile vile kutumia pia logo za wadhamini wa klabu kwenye mkutano ambao sio rasmi wa Simba
nacho pia sio sahihi. Sasa nataka nifahamu wewe uko upande upi? Uko upande wa mashabiki ama uko upande wa Simba ambao wenyewe wako wanaangalia zaidi kwa kile ambacho wanakichafua kwa kuita brand ya Simba. Wanaenda kuilinda ile brand ya Simba, lakini wanalinda pia uongozi wa Simba kwa nafasi ambazo wako nazo. Wewe uko upande upi? Unaamini nani uko sahihi kufanya kile ambacho anakifanya? Mimi naitwa Justa Julius na hii hapa ni PMTV. Tufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii ukiandika PMTV Tanzania, lakini nenda kabashiri kwenye pmbet.co.tz. Jetua pamoja na Toyota Harrier zinatoka kwenye Royal Win Plus. Kacheze kasino yoyote ile mpaka kurusha kindege kwa shilingi 500 tu na utakuwa nafasi ya kujishindia hizo zawadi kupitia pmbet.co.tz. Aviator, rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz.